Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 9, kipindi cha kawaida, mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 3 aya 10 hadi aya ya 17, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko, sura ya 12 aya ya 35 hadi aya ya 37. Karibu tusikilize Injili. Yesu alipokuwa akifundisha katika hekalu, alijibu akasema, "Husemaje waandishi ya kwamba Kristo ni mwana wa Daudi? Daudi mwenyewe alisema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti mkono wangu wa kuume, hata niwawekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako." Daudi mwenyewe alisema ni Bwana, basi amekuwaje mwanawe? Na mkutano mkubwa walikuwa wakimsikiliza kwa furaha. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha tutafakari ujumbe wa kumjua Masiha katika uzao wa Daudi. Yesu yuko hekaluni, anawauliza Mafarisayo, "Husemaje waandishi kwamba Kristo ni mwana wa Daudi?" Rejea aya ya 35. Aliweka swali hilo kwao kama changamoto. Mafarisayo walitazamia ujio wa Masihi kwa namna ya kibinadamu. Hawakuwa na ufahamu wa Agano la Kale juu ya Masia. Mafarisayo waliamini kwamba Masia angekuja akiwa shujaa mwenye kushinda. Yesu anaweka wazi utambulisho wake wa kweli kwamba ni ukoo wa Daudi, lakini ni zaidi ya uzao wa Daudi. Hakika yeye ni mwana wa Daudi. Yesu ananukuu kutoka Zaburi ya 110 aya ya 1, ambapo Daudi anasema, "Neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako." Sehemu hii ya Zaburi inaeleza mambo mawili. Kwanza ni kwamba Yesu ni mzao wa Daudi mfalme na ndiye Masia, yaani mfalme atakayeketi mkono wa kuume wa Mungu. Na pili, Mungu anaahidi atawaponda maadui wote wa Masia wa mfalme. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema kusudi la Yesu kunukuu kifungu hiki cha Zaburi ya 110 ni kuonyesha usikilizaji na Mafarisayo kuwa Masia alikuwa zaidi ya uzao wa Daudi, kwa sababu Daudi anamwita mzao wake huyo Bwana wangu. Hii ni kuonyesha kwamba Daudi anamuona Masia kuwa Bwana na mkuu wake, na pia hii ni kuonyesha ubora wake hata juu ya Daudi, unatokana na asili yake ipitayo maumbile. Daudi alithibitisha hilo anapomtaja Masia kwa jina la Bwana. Inamaanisha nini kukiri kwamba Yesu ni Bwana? Neno Bwana linamaanisha mtawala au mfalme. Jina hili kwa kawaida lilitumiwa kwa Mungu katika Agano la Kale. Pia anapewa Kristo katika Agano Jipya. Baba Mtakatifu Benedikti wa 16 anaelezea zaidi juu ya kifungu hiki cha Zaburi ya 110 akisema, katika majadiliano haya na Mafarisayo, Yesu mwenyewe anatoa tafsiri mpya ya Zaburi sura ya 110. Yaani, Masia wa kweli si mwana wa Daudi, bali juu ya kiti cha ufalme cha Mungu.
tuombe neema ya kukiri jina la Bwana Mtakatifu Toma mtume alipotamka, Bwana wangu na Mungu wangu. Pia leo mama kanisa anatuwekea mbele yetu Mtakatifu Boniface, askofu na mfiadini. Mtakatifu Boniface alizaliwa Uingereza mwaka 673. Alibatizwa kwa jina la Winifridi, maana yake furaha na amani. Alifundishwa tangu akiwa mdogo maisha ya utakatifu na kumjua Mungu. Alikuwa mtaalamu wa maandiko matakatifu na mhubiri mahiri. Kazi yake ilikuwa ni kuhubiri na kufundisha. Mtakatifu Boniface aliweza kuongoa watu wengi katika Franconia, Bavaria, Thuringia na Saxon. Mnamo mwaka 722 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Hesia na Thuringia na kubadili jina lake Winifred na kuwa Boniface, maana yake kutenda mema. Alifariki tarehe 5 mwezi Juni mwaka 755. Wapagani walimkamata na kumuua yeye, mapadri 12 na Wakristo wapya waliobatizwa 40. Mtakatifu Boniface alifanikiwa kuwahimiza waamini wa mheshimu Papa, mapadri wa watii maaskofu na maaskofu na mapadri wa mtii Papa. Tafakari anayotupa Mtakatifu Boniface: tusiwe kama mbwa wasiobweka au walinzi waliolala au wachungaji wanaokimbia wakimwona mbwa mwitu anakuja, bali tuwe makini na tukeshe, iwe ni wakati ufaao au wakati usiofaa. Tumwombe Mungu kupitia maisha ya Mtakatifu Boniface aliyemjua Masiha na kuwa na kiu au shauku ya kutaka watu wengine wamjue Mungu, hata ilipobidi kutoa uhai wake kwa ajili ya wokovu wa watu. Mungu atujalie hiyo neema aliyomjalia Mtakatifu Boniface. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Moses Faustin Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspar del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!